Hapa ni katika shehia ya Kihinani ambapo wananchi mbalimbali wamepata nafasi ya kunufaika na kampeni ya utekelezaji wa msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili, ambapo maafisa mbalimbali wa serikali wameweza kufika hapa kwa ajili ya kusikiliza changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili wananchi. Mimi ni Abdillahi Abdullah, lakini nyuma kamera ni Madina Omar. Wengine wameshaondokewa na wazazi wao. Mtu mama ana watoto 7 yatima, anakwenda karatasi zote majina yameharibiwa moja moja. Baadaye faini hii na sasa hivi kwa mujibu wa mambo yanavyokwenda, ninavyofahamu mimi, kile kitambulisho kikichapishwa tu kinaonesha kimechapishwa na Mbaruk Muhammad Ali tarehe fulani saa fulani. Kwa nini ikiwa sisi nyinyi watu wa vitambulisho na mabosi wetu mlivitoa vile vitambulisho na makosa mmeyafanya nyinyi, kwa nini tupigwe sisi faini, msipigwe nyinyi faini halafu tukaonekana vipi? Na ikiwa mnafanya hivi, hamuoni kama mnaizalisha serikali kuonekana serikali imechukua maombi ya kuajiri vijana ambao kwa ni watendaji, lakini hatima yake wanaharibu jamii hili. Marehemu babu yangu alikuwa na shamba analima. Shamba hilo lilikuwa ni eneo ambalo limetelekezwa na serikali. Wakati huo limetelekezwa na serikali na ilikuwa lina pori, yani pori kubwa sana. Babu yangu akaenda akapambana akatema pori lile kwa ajili ya kuweka kilimo, lakini babu yangu akatumia ardhi ile kwa ajili ya kilimo. Ikafikia muda babu yangu Mungu akamhitaji akaondoka duniani. Lakini baada ya kuondoka duniani babu yangu, wakawa wanalima shangazi zangu. Sasa baada ya kuwa wanalima shangazi zangu nao pia wameondoka duniani. Lakini kuna kaka zangu ambao ni watoto wa shangazi, walikuwa wanakwenda kupanda miti kama mikeshia ile na nini, halafu pia walikuwa wanalima. Lakini baada ya muda wakatokezea watu walokuwa hawakuwepo hasa maeneo yale, wakawa sasa wanafosi wanaenda kupanda miti bila eneo sila kwao, au si waanzilishwe eneo lile kuanza masuala ya kilimo. Sasa nataka uamuzi kwa watu wa ardhi juu ya suala hili. Haki yangu mimi au haki yetu sisi tunaweza kuipata vipi? Pakuja mkuu wa huyo mashauri nini huko ankurugenzi ananiambia andika barua ende kwa kwanza kwa sheha. Nikasema sheha kashanikata mwanzo, atanipa ya barua na makati kashanikata. Unaona, kwa ukweli nililia kilio, lakini kuja leo nikasikia mmekuja, nikasema najalia kilio kwenu nisikilize mtanijibu kitu gani. Ule msingi uliochimbwa ilikuwa kama hamuamini, twendeni mko uangalie msingi ulivyochimbwa na migomba iliyovurugwa. Si peke yangu hichi kilio, si kena liambe na pia peke yangu, mimi nalia na watoto wangu na wenzangu wale na watoto wao, maana ndipo tukipata vibukoba. Alisema vitambulisho vinatolewa bure, lakini bure, alafu akasema yeye mwenyewe unatoa shilingi 7,000. Hizi 7,000 zinahusu nini? Hizi 7,000 zinahusu nini? Kwa sababu kama serikali vitambulisho imetoa bure, sasa hizi 7,000 mnatudai za nini? Ndio mnazozitaka ili jibu za kushingi 7,000. Na unapokuja kama unaenda kukitafulisha hicho kitambulisho unadaiwa zidi ya shilingi 7,000. Kwa sababu hapo anakuambia shilingi 7,000, lakini kama utaenda ofisini kwao wanakudai zidi ya shilingi 7,000. Naomba nitoe usia huu. Tunapoenda benki, ukishakupewa pesa unaambiwa vipi? Hesabu pesa zako kabla ya kuondoka. Sasa na hizi huduma tunazozitoa kule wilayani, ukishakupewa uhakiki kwanza kabla ya kuondoka. Angalia, je, pamekosewa wapi au pana kasoro gani panapo jina la baba la mama, kwa sababu ndo tayari ushapeleka na vithibitisho. Kwa hiyo ikiwa ni tatizo la pale pale la taasisi, kitambulisho kile kinarekebishwa bure na unaambiwa tu njoo baada ya siku fulani uje uchukue kitambulisho chengine. Lakini na hata vyeti ndo hivyo hivyo.
isipokuwa tuna tabia tu wananchi, tukishakupewa kile kitu kwa zile furaha, pengine siku nyingi hujakipata, unatia mfukoni kwa furaha zote, unaondoka. Baadaye unakaa pengine baada ya miaka 70 au shapikwa na shida huko, unaambiwa chati kimekosewa hichi. Kwa hiyo unarudi pale, masiku yashapita, hata huyo afisa ulomkuta pale pengine kishahamishwa, yuko mtu mwingine mbali. Kwa hiyo hata kukubalia kama labda alikosea yeye, hata kama umepeleka vithibitisho. Kwa hiyo nawawasihi tu ndugu wananchi, mnapokuja kule katika vituo vya wilaya, mkishakupewa huduma muziangalie kwa umakini na museme kabisa kabla ya kuondoka kuwa hichi kimekosewa, kwa sababu viko tunarekebisha. Tozo ile shilingi 7,000, huu hakiki ni shilingi 7,000. Hizi ni tozo za serikali na tumezipanga sisi wenyewe wananchi, ili kufanya nini? Kupata kujenga nchi yetu. Si tunaona mabarabara hayo, mabarabara, masoko yanapatikana vipi kwa hizi tozo zetu ndogo ndogo hivyo? Leo shilingi 2,500 ya cheti, kesho shilingi 7,000, kesho kutwa cheti cha ndoa 20,000, zile ndogo ndogo ndo tunatengeneza nchi. Sasa namuweka loud hapa ili muweze kusikia akiwa anajibu. Shabdala, naona karibu uzungumze na wananchi hapa kuhusiana na hiyo kero ambayo alikueleza pale kakaangu pale. Habari za jioni. Utaratibu, kuna maeneo wananchi wanakuwa wanayatumia, lakini wanakuwa hawana uthibitisho kama maeneo yao wameyapata kwa njia gani. Wanakuwa kuna pori, pengine wanalima kwa muda, wanakaa wanatumia. Wakati mwingine ni maeneo yaliokuwa si ya serikali, wakiyatumia wananchi. Ukifika muda wa miaka 12 wanatakiwa wayaombe yale maeneo ili wasajiliwe yao. Wanapita kwa shera, wanachukua utaratibu wa barua, wanaenda wilayani, alafu wanaenda kamisheni ya ardhi kuyaomba, yatapimwa na kupatiwa ya wao. Yale maeneo ambayo hayako katika mpango wa serikali, wananchi wamealima, wanaruhusiwa kuyatumia. Lakini kuna baadhi ya maeneo yanakuwa tayari ya serikali. Kwa mfano, kuna maeka au kuna maeneo yamehifadhiwa hifadhi, maeneo ya misitu, wananchi pengine kutoelewa wanakuwa pia wanatumia kwa muda mrefu. Sasa wao hawawezi kujua wakati mwingine kama ya serikali au yale maeneo ya kawaida ya wananchi. Sasa likiwa la serikali, wananchi wamelitumia muda mrefu, pengine wamepanda miti au wamejenga kwa bahati mbaya, serikali inapolihitaji lile eneo, serikali anaruhusiwa kulichukua lile eneo kwa maslahi ya maendeleo ya taifa. Sasa kama mwananchi yupo ana miti yake au ana kitu chake amekiendeleza, yeye anataka kupasa ni kudai ile fidia. Fidia lazima apatiwe kutokana na yale maendelezo aliyoendeleza lile eneo. Sasa utaratibu wa serikali kuhusu fidia una njia tofauti. Anaweza akaanza kupitia kwa shera, kuorodheshwa wale wahusika ambao wanamiliki kama miti, kama wamejenga au kama wana vitu vingine katika ile area. Sasa wao wananchi na hilo ndio la angalawa huko tayari lishapangwa kwa ajili ya maslahi ya umma, kuna kujengwa huko kama maliko, kuna masuala mengine. Sasa hivi kuna zuio huko, itafanyika tathmini, wataorodheshwa watu ambao wana stahiki zao, watapatiwa.